Mpaka kufikia jana siku 176 zilikamilika tangu ulipofanyika uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025 na Rais Samia Suluhu Hassan akaunda tume ya kuchunguza yale ambayo yalijiri wakati na baada ya uchaguzi huo, na jana rasmi akakabidhiwa ripoti hiyo na mwenyekiti wa tume hiyo Jaji Mohamed Othman Chande. Baada ya kukabidhi ripoti hiyo, serikali nayo ilikuwa na mwelekeo wake, huku ripoti hiyo ikibainisha mambo kadhaa ikiwemo mapendekezo ambayo waliyaweka kwenye ripoti hiyo. Kipekee tunaendelea kuangalia kuhusiana na ripoti hiyo, na leo tunakutana na moja kati ya mwanasiasa mwenye historia nchini ambaye aliwahi kupita kwenye vyama kadhaa. Sasa anaweza kusema aliwahi kupita Chadema si tena kadhaa, na sasa ipo kwenye chama kingine ambacho pia alisimama kama mgombea urais kwenye uchaguzi huo, na huyo ni Salum Mwalimu ambaye kwa sasa ni katibu mkuu wa chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA. Tunaye hapa asubuhi hii, karibu sana. Asante sana. Bila shaka uko vizuri? Tunamshukuru Mungu kwa kweli, kila unapoamka unapumua, una afya njema, unanyanyua mikono juu unasema alhamdulillah. Mara mwisho. Asante sana. CHAUMMA mmepokeaje ripoti ya tume ya Jaji Chande? Ya tumeipokea vizuri, naweza nikasema kwa sababu tulikuwa tunawaambia wanachama wetu na hata Watanzania kwa ujumla, pale tunapoulizwa tunasema sisi tunaisubiri hii ripoti kwa tahadhari na kwa umakini mkubwa sana, kwa sababu ndio ripoti ambayo ingeweza kutupatia mwelekeo wa namna gani sasa tunakwenda mbele kama nchi, na ndio ripoti ambayo ingeweza kutupatia majawabu ya mahitaji ya muda mrefu ya katika kuhakikisha kwamba tunaimarisha haki, tunaimarisha demokrasia kwa kuimarisha mifumo ya kiuchaguzi, tunaimarisha mifumo ya utawala wa sheria kwa kutoangalia mtu bali kuangalia uimara wa kitaasisi kupitia mabadiliko ya katiba. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunaisubiri taarifa hii kwa tahadhari kubwa sana, na bahati nzuri taarifa imekuja, imeangaza yale mambo ambayo kwa kweli sasa tukiamua kupambana kwa pamoja na kuishinikiza serikali yatekeleze yale mapendekezo ya Jaji Chande, ninaamini kabisa kwamba tunakwenda kuwa na mabadiliko makubwa sana katika vilio vya muda mrefu vya nyanja mbalimbali, iwe za kisiasa, iwe za kijamii na kadhalika. Imejibu maswali yenu? Tunadhani imejibu. Tunaamini imejibu. Kwa ukubwa gani ama kwa asilimia ngapi? Siwezi kusema kwa asilimia ngapi, lakini imejibu kwa asilimia kubwa zaidi ya 80. Naweza nikasema kama ni A ni A, sasa tunaweza tukasema sasa hii ni A ya 86, ya 92, ya 98. Kwa sababu ukiangalia kwanza ile ripoti imeandikwa kwa kweli kwa kitaalamu sana, na imeonyesha kile ambacho baadhi yetu tumekuwa tukisema na watu wakawa wanapopoa mawe. Unajua Waswahili huwa tunasema uongo uliotangulia hauzuii ukweli kudhihiri hata kwa kuchelewa. Sisi wengine position yetu ilikuwa ni very clear, na natoaje credibility ya Jaji Othman Chande? Yani unaitoaje kwamba utoke unakotoka alafu unasema Jaji Chande ni mtu wa ovyo? How? Huyu mtu anatumika na Umoja wa Mataifa, huyu mtu anatumika na taasisi za kimataifa, huyu mtu ni mshauri mkuu wa mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa. Sasa wewe unakuja huyu ameshakuwa jaji mkuu, huyu ameshapewa jukumu hapa ndani la kuongoza tume ya masuala ya haki jinai, na akaleta ripoti excellent. Sasa ambapo hapo sasa kuna mambo mawili. Kuna yeye Jaji Othman Chande ambao unataja wasifu wake, lakini kuna tume yenyewe ambayo ilikuwa na majukumu mahususi. Sasa tume, kwa sababu ubora wa kitu unaanza kwa human resource. Hakuna Azam Media bila watangazaji wazuri na waandishi wa habari wazuri, hakuna. Kwa ukiniambia Azam ni chombo makini, ni kwa sababu ya human resource personalities zilizopo, ndizo zinazotengeneza Azam kuwa wazuri, sio jina. Kwa hiyo unaposema tume ni nzuri, unazungumza wajumbe wake. Nani pale? Wale wajumbe karibia wote wameshashiriki mission za kimataifa, wana exposure ya kimataifa, na hiki ndicho tunachokisema sasa. Hatuwezi kuwa discredit wajumbe, Brigadier Lieutenant General Kinamela, Balozi Sefue, Jaji Othman Chande mwenyewe, jaji mkuu mstaafu. Hatuwezi kuwazuia tu Balozi Msuya, hatuwezi tu. Sasa tusubiri tume. Sasa tume na wakati ule Dr. Stergomena Tax alikuwa waziri wa ulinzi, alikuwa ameshastaafu.
Lakini wakati anateuliwa alikuwa waziri wa ulinzi, lakini wakati alipokuwa kwenye tume hakuwa waziri wa ulinzi. Lakini wakati baadhi ya masuala ambayo pia yamekuwa sehemu ya ripoti ama kuangaliwa, ndio alikuwa tayari. Sasa hivi ndio hicho tulichokuwa tunasema, kikubwa ni kuisubiri ripoti. Kwa sababu tunaweza tukasema Stergomena alikuwa waziri wa ulinzi. Sasa kwani huyu ina maana ana uzoefu wa mambo ya kiulinzi kwenye sera, kwenye level ya kuwa being a cabinet member. Sasa kwani akiwepo kwenye ile tume alafu akawasaidia mambo ya kisera ya ulinzi iko wapi? Na ripoti imekuja, kwa sababu leo tunajadili ripoti. Kwa hiyo inawezekana mchango wake umesaidia kuiboresha ripoti. Na ndio maana tukasema kwamba ukiangalia yale mambo ambayo yanasema ni visababishi vya matatizo yaliyotokea tarehe 29, vile ndio hitimisho liliishia pale. Kitendo tu cha kukiri kwamba yale yametokea kwa sababu watu wanataka katiba mpya, yale yametokea kwa sababu vijana wanalilia ugumu wa maisha, yale yametokea kwa sababu watu wanalalamikia mifumo ya kiuchaguzi, yale yametokea kwa sababu wananchi huko chini wanalalamikia viongozi wasiokuwa waadilifu, yale yametokea kwa sababu kuna utekaji. Sasa haya ndio vilio vyetu. Kitendo cha kuthubutu tu tume kukiri mbele ya dunia kwamba haya ni matatizo yanayotukabili, ile ni hatua kubwa sana. Wangeweza kupindisha maneno, wakaja wakatuambia vitu ambavyo pengine havina uhalisia. Kutajwa kwa mambo hayo, Salum Mwalimu, kutajwa kwa mambo hayo ambayo umeainisha, unaona tume hii imebeba ukweli na uwazi kwa kiasi gani? Kwa 100%. Kwa sababu sasa tulikuwa tunataka katiba mpya, na wale wamekuja kusema hawa hawajaandamana kwa sababu walikuwa wanataka peremende, walikuwa wanataka katiba mpya. Hawa hawakuandamana kwa sababu walikuwa wanataka wapikiwe pela. Vijana wanataka ajira, wanataka maisha bora. Sasa kama hayo ndio tulikuwa tunaandamania, na wenyewe wamekuja kuyasema. Sasa unafikiri wamebeba ukweli kwa 3 ngapi? No. Any person ambaye ukija uje na facts. Kama tutataka kupiga porojo uje hapa upambe maneno, mwisho wa siku the bottom line ni nini? Vijana wanataka kuwepo kwa ajira, vijana wanataka maisha mazuri, na wame come up with some beautiful recommendation to empower youth in this country. To strengthen up mambo ya transparency kwenye masuala ya ajira ambayo imekuwa ni changamoto ambayo tuwezi kuikataa. Sasa unazungumza uwazi, unataka uwape ngapi? Mimi nitawapa uwazi kwa 100% kwa sababu wameyazungumza yale ya kweli ambayo yamekuwa yaki. Salum Mwalimu ama Chauma wameridhishwa na ripoti hiyo? Ndio. Mimi hatujakaa bado. Mimi ninawapa 100%. Lakini kama mtendaji mkuu na tulipokuwa tunaliangalia jambo hili kwa tahadhari kubwa, kwetu sisi tulikuwa tunaiangalia, je, tume inaweza ikayatamka magumu ambayo tunadhani yasitamkike? 1, kuwepo kwa katiba mpya; 2, kuwepo kwa masuala ya utekaji; 3, kuwepo kwa masuala ya vijana kutaka ajira; 4, kubadilishwa kwa mifumo ya kiuchaguzi. Kwa mimi ninaamini hata leo nikienda kwenye kikao cha kamati kuu ya chama changu, mjadala au hoja zetu zitakuwa sasa namna gani tunasimamia yale ambayo tume ya Jaji Chande imeyapendekeza yafanywe kazi kwa maslahi mapana ya Watanzania. Hapo mkikutana kama chama, ndio sio chama tu, ni chama cha upinzani, ndio mnaona haya mapendekezo ambayo yametolewa na tume yanaweza kutekelezeka vipi? Yanaweza, ni utashi tu. Yanaweza. Hakuna lolote pale linalomhitaji mtu kutoka nje atutekeleze. Yanawezekana. Hakuna. Yote ni ya kwetu. Hivi kukaa na kuamua kuridhiana kuandika katiba mpya tunahitaji nani aje atuambie? Mbona tulithubutu mwaka 2012 mpaka 2014? Yale ya kusema sasa tuongeze nguvu katika kuwa na tunasema empowerment mechanism kwa ajili ya vijana nchi hii. Hiyo tunamhitaji nani? Halitekelezeki. Lakini uthubutu ule haukutekelezeka, ulikwama ukaishia hapo. Ndio tunachosema. Mimi ninachosema, aliniuliza nadhani anatekelezeka. Yanatekelezeka. Sasa yalikwama lakini yalitekelezeka. Tume ya Jaji Warioba iliundwa, mijadala ya kitaifa ikawepo, watu wakatoa maoni yao, rasimu ya kwanza ikaandikwa, rasimu ya pili ikaandikwa, bungeni tukaenda, katiba pendekezo ikatoka, tukakwamia kwenye kura za maoni. Kwa hiyo maana yake ni nini? Inatekelezeka. Sasa ninyi kama chama mna nafasi gani ya kusaidia mapendekezo haya yatekelezeke? Tunayo nafasi moja, kuendelea kuibana serikali na Chama cha Mapinduzi, kwa sababu inawezekana wao wakawa relaxed kwa sababu inawezekana kuna vitu vingine wao wakawa hawavioni katika jicho ambalo tunaliona sisi, au hawavihitaji katika uhitaji ambao tunao sisi. Kwa maana tunaposema Watanzania
wale ambao hawakubaliani na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nafasi yetu ya kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaibana serikali na tunawabana Chama cha Mapinduzi, kwamba jamani, haya yamezungumzwa yote, tumeyaona wote hadharani, sasa twendeni tukaweke utaratibu. Na bahati nzuri Mheshimiwa Rais ameanza kuonesha hiyo njia kwamba bane, hebu tutaunda tume tukae, tuanze kujadiliana, tuanze maridhiano. Na uzuri wa tume, Jaji Chande, mimi nimependa kitu kimoja, hawakusema tuundeni katiba alafu akatuacha. Undeni katiba kabla ifika hapo 2019 ili uchaguzi wa 2019 wa serikali za mitaa twende na katiba 2029 unamaanisha 2029. Alisema undeni katiba kabla 2028 ili mnapokwenda kwenye nchi, inapokwenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa iende na katiba mpya, mnapokwenda kwenye uchaguzi mkuu 2030 mwende na katiba mpya. Kwa ni wajibu na nafasi tutakayokuwa nayo ni kuhakikisha kwamba kuna uhalisia kwenye hilo, kwa sababu unaizungumza miaka miwili kutoka sasa. Awali umetolea mfano 2012 mpaka 14 ni muda ule ule sawa sawa na huu. Sasa uhalisia utoke mimi leo na kwenu kuulize wewe, kama kule tulitumia miaka miwili na sasa tuna miaka miwili, sasa tunashindwa nini? Lile halikutimia. Halikutimia kwenye hatua ya mwisho tu ya kwenda kwenye kupiga kura za maoni, lakini sio mchakato wa kuandaa nyaraka kwamba sasa hii ni nyaraka. Na zile kura za maoni ni kitu pengine cha siku moja tu. Nchi nzima tungefanya kama ni uchaguzi mkuu, vituo vikatengenezwa, tukaenda tukapiga kura, tukio siku moja tu. Na baada ya hapo tukatoa siku mbili tu za matokeo kutolewa, mchezo umekwisha. Rais amesema kuwa tume ya maridhiano itaundwa muda mfupi baada ya kupokelewa kwa ripoti. Unaona ni watu gani hasa ambao wanahitajika kwa kushauri wawepo, wasikosekane katika tume ya maridhiano? Hatupaswi, pengine sio kutaja watu, hata taasisi, lakini nafikiri taasisi zote kadiri iwezekanavyo. Ningemshauri Mheshimiwa Rais tume hiyo au vyovyote itakavyoitwa sasa, jukwaa hilo la maridhiano, baraza hilo la maridhiano, tume hiyo ya maridhiano, vyovyote itakavyoitwa, li accommodate kadiri inavyowezekana, si ndio? Makundi mbalimbali ama uwakilishi wa fikra na mitazamo ya makundi mbalimbali kadiri inavyowezekana. Sasa inawezekana usiweze kuchukua yote, maana sasa itakuwa sijui ni bunge au itakuwa, maana watu watakuwa wengi, lakini kadiri inavyowezekana reputable institutions zote, all strategic groups hebu ziwe represented ili tuweze kupata mawazo mtambuka na tuwe na diversity ya kutosha kwenye mijadala ya kuunda Tanzania au mwelekeo mpya wa nchi yetu. Ilizungumzwa katika tume ya uchunguzi kwamba angalau kungekuwa na ushiriki wa kijana, labda wananchi ingewafurahisha labda, lakini unaona vipi ushiriki wa vijana katika tume hii ya maridhiano? Yani kwenye tume hii vijana ni sehemu muhimu, kwa sababu tunapozungumza leo ni 60% ngapi ni vijana kwenye nchi hii. Sasa huwezi kuacha kwamba na wenyewe waletwe, kwa sababu kuna vijana ambao watataka kuizungumza Tanzania ya miaka 100 ijayo. Lakini pia huwezi kusema sasa wao vijana tu wazungumze miaka 100. Wapo na wazee ambao na wao wenyewe wana miaka yao 20-30 bado ya kuendelea kuwepo, na wao pia mawazo yao wanaitamani Tanzania yao. Kwa ndio maana nikasema kadiri inavyowezekana makundi yote ya kimkakati yawepo, ikiwemo vijana wawepo kwenye maridhiano, na wao watoe mawazo yao na watoe fikra. Lakini bahati nzuri tume imekwenda mbali zaidi, imeibua jambo ambalo limekuwa likipigiwa kelele kwa muda mrefu sana. Ndio maana nasema hii ripoti imeandikwa kitaalamu sana, na kukuja tu kuikosoa kirahisi utapata kazi sana, labda upige tu porojo. Kwa mfano wamezungumza lirudishwe baraza la vijana ambalo lingekuwepo, lile linawasaidia kuwa kama bunge la vijana, kukaa kujadili mambo yao, kuiangalia nchi yao wanayoipenda, wanayoitamani, wanayoiota, na kupeleka mapendekezo yao na kutekelezwa. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba ni jambo ambalo na lenyewe likifanyiwa kazi, na ile sheria tayari ipo. Kwa baraza lile likiundwa, nayo itasaidia kuwa chombo, badala ya kusubiri vijana 2, 3, 10 kuwepo kwenye jukwaa la maridhiano. Wapeni fursa vijana, lianzishwe baraza la vijana, wajadili mambo yao, liwepo bunge la vijana nchi hii, wajadili Tanzania waitakayo, wajadili maisha yao, na serikali iwe na wajibu wa kuhakikisha kwamba wanayafanyia kazi kama ambavyo wanachukua mapendekezo kutoka kwenye bunge la kitaifa kwa ajili ya kutekeleza kwa maendeleo. Nikurudishe nyuma kidogo, mwenzangu Balkis alikuuliza kuhusiana na uwazi wa ripoti ya tume na tume kwa ujumla wake. Jana Jaji Othman
alisema hawawezi kutaja kwa ushahidi wa moja kwa moja watu. Ndiyo. Lakini kuna mambo ambayo yalibainishwa wakayataja pale. Ndiyo. Hakukuwa na haja ya kutaja wale ambao wamehusika moja kwa moja kama ni taasisi ama watu, si mashahidi ila wale ambao wamehusika kutajwa kuzalisha madhara hayo. Mimi Jaji Chande angeishia tu kwamba hatutaki kutaja alafu akaishia pale, disappoint. Lakini ameijenga hoja yake vizuri kabisa kwamba hatukutaka tuingie kwa sababu kuna kitu kinachoitwa natural justice, wasikilize. Hatukuwa na huo muda, hatukuwa na hiyo platform. Sasa tunapendekeza kiundwe chombo kingine cha kupeleleza na kuchunguza. Sasa ubaya uko wapi? Sasa wewe kwa nini uanze kuisema? Kwa sababu ukisema Azam taasisi, si ndio? Umeshaivuruga familia nzima ya Azam. Sasa kule Azam ni nani? Sasa kwenye hilo chombo kinaenda kuchunguza nini, ili hali ripoti tayari watu wamekusanya maoni ambao walikuwa huru na uhalisia wanao tayari? Mimi sio mwanasheria bahati mbaya, lakini katika uelewa wa kawaida nafikiri sasa ripoti ile, hicho chombo kitapewa kwa bana, sisi tumenusa harufu hapa hapa hapa. Sasa wale wataanza kuita watu, maybe sina utaalamu huo, lakini watasema Salum Mwalimu njoo. Bana wewe unaonekana umehusika. Unasemaje? Bana uongo na nini? Wale watu watakuwa na utaalamu wao, watachunguza, wasema bana hii uthibitisho ni hapa, labda umehusika. Hatua zinazofuata wao watatoa recommendations zao. Kwa sababu sasa ni hatua mbili za msingi sana. Za msingi mno. Kumaliza kila kitu, labda wangekuwa na muda na hiyo capacity ya kusema kwamba sasa tunamaliza kwamba ni huyu, tuanze kumfuatilia. Tuanze kumfuatilia tujue mpaka tujiridhishe kwamba sasa yeye ndiye amehusika, ushiriki wake uko wa kiwango hiki au hajahusika. Maana pengine umetajwa tu. Lipi lianze, hilo ama maridhiano? Yanaweza yakaenda yote kwa pamoja, na moja linaweza likasaidia kuponya jingine. Kwa mfano mkifanikiwa kukaa kama taifa mkakubaliana kwamba jamani, ni kweli hebu tuendeni pamoja kama nchi, wote tunasema yale yasijirudie, yote tuna regret kwa yaliyojitokeza. Sasa tunakubaliana wote kuhakikisha kwamba tunaijenga Tanzania yenye utulivu, yenye amani, yenye haki, yenye usawa katika demokrasia na kadhalika. Sasa bado tena mtataka kunyoshana vidole na kusutana? Chauma mpo tayari kuridhiana? Hata wakisema leo nikitoka hapa saa 4 tunaanza mjadala wa kuitafuta katiba mpya na kwenda chama changu nitakipelekea, jamani mwenyekiti vipi, nimeitwa hapa, tunakwenda, nitakwenda, kwa sababu ndio tunajenga nchi. Kuridhiana, mpo tayari kuridhiana? Sasa unajua maridhiano ni mchakato. Maridhiano sio kitu ambacho eti utaingia leo utasema sasa tunakwenda kuridhiana. Ni mchakato. Kwa ni neno ambalo linatumika na ni neno ambalo limezoeleka, lakini ni mchakato, sio jambo ambalo unaweza ukaanza leo kesho mmemaliza. No, ni mchakato wa kwenda kuzungumza. Mtazungumza, kwa hiyo itawekwa mezani, si ndio bana? Kuna suala la kuhakikisha kwamba hebu tunakomesha masuala ya utekaji. Sasa ni mjadala utakao kwenda siku kadhaa, pengine utahitaji wataalamu wasaidie mbinu, utahitaji sasa kupata ukweli, kupata uhalisia na kadhalika. It's a process. Ni kitu ambacho kinaweza kikachukua muda kidogo, si ndio? Sasa maridhiano ni nini? Ni pale kwamba sasa tumekubaliana hizi ndio njia za kukomesha utekaji. Tumekubaliana. Sasa ndio tumeridhiana. Tunakuja sasa kwamba tunataka kuridhiana kuhusu katiba. Tunaianzaje? Mchakato wake uweje? Maanake leo kuna katiba pendekezwa, kuna katiba ya nchi, kuna katiba zilizoachwa, kuna katiba version ya Jaji Warioba na kadhalika. Sasa mtajadiliana yote yani, sasa hii tunadhani ndio version ambao wote tunakubaliana, tumeridhiana, ndio tunatoka. Sasa maridhiano sio kitu ambacho sasa eti naingia kwenda kuridhiana ukadhani kwamba ni jambo la kesho na kesho kutwa. Kutakuwa kuna hatua ya kwanza kuridhiana ni ile wote kukubali, acceptance. Na maridhiano hayo Salum, nadhani yanaenda kuleta utulivu wa kisiasa na demokrasia yetu hapa nchini kwa kiasi gani? Manake mimi nafikiri ndio lengo, hilo ndio lengo la kwenda kuleta utulivu wa kidemokrasia, lakini kwenda kuleta utulivu au uchochezi wa uchumi wa watu, vijana na hata wasiokuwa hilo ndio lengo. Hilo ndio lengo. Sasa kwa kiwango gani itategemea namna sasa yepi tutakubaliana na tutakubaliana katika muundo gani. Mwisho wa process hii ndio tutasema tumefanikiwa kwa 70%, kwa 65%, kwa 80% na kadhalika. Yaanze lini?
narudia tena, hata wakisema yaanze saa 4 asubuhi ya leo, kwa sababu we need it. Taifa linahitaji kuponya masuala ya utekaji. Hili sio swala la kulisubirisha hata kwa zaidi ya masaa mawili. Kama tunaweza kuanza sasa hivi, hata tuahirishe kipindi, tuanze mazungumzo, tuanze. Taifa linahitaji katiba mpya. Hatuwezi kuisubirisha hata saa 24 tupate katiba mpya. Taifa linataka kuona vijana wa nchi hii wanakuwa na nguvu za kiuchumi, vijana wa nchi hii wanaishi maisha ya ndoto yao, vijana wa nchi hii wanamshukuru Mungu kwa kuwajalia na kuwaumba kuwa Watanzania kwa uchumi. Tunahitaji, hatutaji kusubiri hata saa 24. Nyinyi Salum Mwalimu, nyinyi ajenda zenu Chauma ambazo mnatamani ziwe za kuridhiana ni zipi hasa kuu, kwamba hizi zinapaswa maridhiano? Kwanza katiba mpya. Hebu tuondokane na hizi kelele za katiba mpya. Tuandike katiba mpya. Shida iko wapi? Zanzibar wameweza 2010 wameandika katiba mpya. Hilo la kwanza. La kwanza. La pili, hebu tuangalie masuala yote yanayohusiana na haki. Nikienda kituo cha polisi nipate haki yangu, nikienda kwenye huduma hospitali nipate haki yangu, nikienda ustawi wa jamii nipate haki yangu, nikienda mahakamani nipate haki yangu, hata nikienda sokoni nipate haki yangu. Na haki ya sokoni ni serikali kuhakikisha hakuna mifumuko wa bei. La tatu, tuende kwenye mifumo ya kiuchaguzi. Mifumo hii ya kiuchaguzi, hebu iwe kila mmoja akiangalia anasema sasa hii mifumo imekamilika, na tuwe na uadilifu wa kusimamia hiyo mifumo, si ndio? La 4 ni mambo ya ustawi wa jamii wa nchi kwa pamoja. Tuwe na dira. Sasa dira yetu tuseme tunaitaka Tanzania ya miaka 50 ya aina gani? Kwamba okay, tunataka tupige hatua hapa, tunataka tupige hatua hapa, tunataka tupige hatua hapa. Sasa hivi kwa dunia namna inavyokwenda, kila kitu ni changamoto. Juzi kulikuwa kuna mjadala wa mitandao ya lami barani Afrika, si ndio? Kwa hiyo unaweza kuona kujenga barabara ni jambo la kawaida tu au nisijenge. Lakini leo dunia inapokwenda watu wanashindanisha lami. Kwa inaongoza Misri, ikitoka Misri nakuja Nigeria, Tanzania ya 18. Sasa kumbe tunaweza kusema jamani, hii ni fedheha. Kwani hatuwezi kuwa watano kwenye mtandao wa lami? Makuni hayo manne. Sasa nimesema sasa yana cover mambo mengi. Sasa tunasema ni manne tu hayo, lakini yako na mengine, lakini at least ukiangalia nimecover kwenye wider scope ya mahitaji yetu kiuchumi, kisiasa na Salum Mwalimu, umekuwa mwanahabari kwa muda mrefu, lakini pia umekuwa mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Ukiulizwa sasa hivi ama nikikuuliza tasnia ya habari ama Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kipi ambacho utakuwa umekimiss? Tasnia ya habari. Kwa nini si Chadema? Haujamiss Chadema? Sasa umeniuliza kipi utakuwa umekimiss. I said I miss. Unajua naiangalia ile auto cue pale, natamani ningekuwa nasema Taifa leo limepokea ripoti ya Jaji Othman Chande iliyoundwa Novemba 18 mbele ya rais. Yaani unajua ambapo ungepata swali kama mwandishi la kumuuliza Othman Chande, ungemuulizaje? Swali moja ambao ungemuuliza Othman Chande ukiwa mwandishi sasa. Ningemwambia tu nini kimekupa ujasiri wa kuyasema haya ambayo mengine watu walidhani usingeweza kuyasema. Okay. Ningetamani kuona nini? Is it professionalism? Is it uzalendo? Is it uadilifu wake? Ningetamani kumuuliza. Yaani kwamba kuna mengine watu hawakutarajia ungeweza kuyasema. Nini kilikupa ujasiri? Tunakushukuru sana Salum. Umekuwa ni wasaa mzuri wa kuzungumza nawe hapa ukiwa Salum Mwalimu, lakini pia ukiwa katibu mkuu wa Chama cha Ukombozi wa Umma, lakini pia ukiwa miongoni mwa wagombea wa kiti cha urais mwaka 2025. Kwa kumalizia, ungekalia kiti cha urais, ni mambo gani ambayo ungeyafanya kwa uchache? Kwanza ningeitengeneza dira ambayo ni measurable kwa nchi hii ya kuamua baada ya miaka 5, baada ya miaka 10, baada ya miaka 25 nini tunakitaka kama Watanzania. Hilo ningetamani baada ya kutoka niwaambie Watanzania tulikubaliana tuwe na mtandao wa maji 100%. Tumekamilisha Watanzania, au nimefikia 85% na acha mwenzangu anayekuja aje endelee. Hilo ningelitamani sana, kuwa na milestone ambazo zinapimika mbele ya macho ya Watanzania kwa kile ambacho mmekubaliana kukifanya. Hiyo ningefanya. Lakini la pili, ningetamani kuwa na nchi yenye furaha tu. Yani nikitembea nione watu wana furaha tu. Yani watu wana furaha, wakula bata wanakula bata, wakufurahia taaluma zao wanafurahia. Kwa kweli ningefurahi kuitengeneza nchi hata kama ni mimi kuumia kama rais, lakini watu wana furaha tu. Everybody, ningetamani kuona smiling face za wananchi ambao ninao waongoza. Tunazo, usijali.
Mheshimiwa Rais ambaye bila shaka utarejea kugombea katika nafasi hiyo kwa mara nyingine tena. Tunakushukuru sana. Asante sana. Na tunakukaribisha sana kwa wakati mwingine, sio wewe tu lakini pia viongozi kutoka Chama cha Ukombozi wa Umma. Shukrani sana. Tumegusia ripoti ambayo imewasilishwa hapo jana na mwenyekiti wa tume ya uchunguzi Jaji Othman Chande ambayo ilikabidhiwa kwa Daktari Samia Suluhu Hassan.